Leo hii tutaangalia kwenye kipengele cha mayai ndugu zangu. Kama umeshawahi kufuga kuku wa kienyeji, chotara, aina ya broiler au saso, nadhani utanielewa ninaposema kuku ambao wanataga mayai makubwa yenye viini viwili. Hii hali huwa inatokea kwa kuku. Wengi huwa wanadhani ni tatizo, lile sio tatizo. Ni utagaji mzuri tu wa kuku. Na yale mayai kama yakikaa vizuri huwa yanatotoa vifaranga mapacha, yani vinatoka vifaranga vyote viwili kama utaweka kwenye mashine au kama utamwachia kuku atamie. Japokuwa kuna wakati huwa vinakuja vikiwa ni unaweka atamie au unaweka kwenye mashine vinatoka vikiwa vimelaliana, vimebanana sana, vinakufa. Lakini wakati mwingine yai kama ni kubwa huwa mara nyingi wanapata nafasi, wanatoka wote wawili. Sasa hiki kitu wengi huwa mnadhani labda ni tatizo. Sasa leo nipo hapa kukuambia hili sio tatizo. Hii ni uzalishaji wa mayai utakapokuwa umeenda vizuri. Yani uzalishaji wa mayai ukienda kwa kasi au kwa spidi na hauna athari yoyote. Kuna vitu ambavyo huwa vinachochea haya mayai uzalishaji wake uende haraka au uende vizuri kabisa. Na vitu hivyo ni mimea tu ya kawaida. Nitakutajia leo hii mimea ambayo inachochea sana utagaji. Na yai kama ili litagwe vizuri, ili kusiwe na athari yoyote, inatakiwa uwe unawapa pia mimea ambayo ina madini mengi sana ya calcium, ili litoke likiwa na gamba gumu. Kwa sababu ikitokea hili yai limetoka katika hali hii ya kuwa na viini viwili, yani ni kubwa, ila gamba lake ni laini, mara nyingi huwa yanapasukia tumboni. Nadhani wafugaji mtakuwa mmeshawahi kuona kuku amepasukiwa na yai tumboni. Anataka apasukiwe yai ambalo lina kiini kimoja, wakati mwingine anapasukiwa na yale ambayo yana viini viwili. Akipasukiwa na ile ambalo lenye viini viwili, mara nyingi waga ni ngumu sana kupona huyu kuku. Anakuwa anadhoofu sana na baadaye anaweza hata akafa. Kwa hiyo utakapokuwa unamboost huyu kuku wako, zingatia pia mpe booster, lakini pia zingatia kumpa mimea ambayo inaongeza madini ya calcium na madini ya phosphorus. Mara nyingi haya huwa yanasaidia lile gamba liwe gumu. Na vitu ambavyo vinaongeza haya madini ya calcium pamoja na phosphorus na madini mengine kama madini ya chuma, na yenyewe ni muhimu sana. Madini ya chuma kwa sababu pale anahitaji nguvu kubwa sana kupush. Kwa hiyo unahitaji kumpa vyakula ambavyo vinampa nguvu na madini ili aweze kupush lile yai, kwa sababu huwa analitoa kwa shida sana. Wakati mwingine unakuta mpaka ameshubuka, kuna damu fulani zimetoka. Kwa hiyo hii mimea au hivi vitu ambavyo vitakusaidia kuongeza calcium, hapa unaweza ukaongeza ule unga wa mkaa. Huwa una calcium nyingi sana. Unga wa mkaa ni nzuri zaidi kuweka kwenye chakula. Unaweka kidogo tu kama kijiko kimoja cha chakula, labda kwenye kila kilo 3 ya chakula unaenda unayaweka pale, wanadonoa kwa kiasi kidogo tu, sio kiasi kingi sana. Lakini vitu vingine ambavyo vitaongeza madini, unaweza kutumia majani ya maboga, huwa yanaongeza sana madini ambayo ni muhimu sana hapa. Lakini kitu kingine ambacho utatumia kwa ajili ya kuongeza madini ni majani ya kunde, nayo huwa yana madini mengi sana ya chuma, ya calcium, unayapata kwenye yale majani ya kunde. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vina madini mengi sana, vitasaidia wakati wa kupush lile yai litoke salama, lakini litoke likiwa na gamba gumu. Na vitu ambavyo sasa hiyo mimea au vitu ambavyo utakuwa unavitumia kwa ajili ya kuwafanya kuku wako watage mayai makubwa. Linaweza likawa kubwa halina viini viwili, lakini makubwa mara nyingi huwa yanakuwa na viini viwili. Kitu cha kwanza, nenda kawape chakula kizuri. Watengenezee chakula tu kizuri ambacho kimechanganywa vizuri kwa ajili ya uzalishaji wa mayai. Kuna vitu ambavyo huwa tunaweka kwenye kile chakula kama layer premix, soya, dagaa, vitu mbalimbali, pumba, mahindi ya palaza. Kwa hiyo hakikisha formula yako imekaa hivyo. Kama hauwezi kutengeneza, nunua kitabu cha Safari ya Ufugaji utengeneze ile formula. Lakini pia baada ya kuwapa hiyo, nenda kwenye mimea sasa ambayo itachochea mayai yawe kwa wingi na yawe yenye ubora au yawe makubwa. Tumia kitunguu saumu, tumia beetroot, tumia totola ndizi, lakini pia tumia majani ya mlonge na tangawizi. Hivi vitu vitano ambavyo nimekutajia, ukivitengenezea timetable vizuri kabisa, utapata mayai makubwa. Yani utengenezee labda Jumatatu mpaka Jumatano na wapa mchanganyo huu, labda Alhamisi mpaka Jumapili labda nitawapa mchanganyo huu, basi utaweza kuona tu kuku wako wakiwa wanataga haya mayai makubwa. Anza na chakula kizuri, nenda kawape na hizi booster. Kama unawapa tu chakula kizuri au wapi booster, utayakuta haya mayai lakini kwa uchache sana. Ila kama unawapa na booster, kama una kuku 10 au utakosa kuku 3 ambao watakuwa nakutagia mayai makubwa ambayo yana viini viwili. Na sio tu kwa chotara, hata kienyeji waga wanakuwa na hii hali. Kama utawahudumia vizuri hata kuku wa kienyeji, unakuta wametaga yai fulani hivi linakuwa refu. Kwa kienyeji linakuwa refu ndani, unakuta lina viini viwili. Kwa hiyo hii sio inayowakuta tu chotara, hata kienyeji huwa inawakuta. Japokuwa huwa haitokei kwa kuku wote, ila kwa baadhi ya kuku. Nimekupa wastani. Kama utakuwa na kuku 10 na utawahudumia kama hivi ambavyo
ninasema utakosa kuku 3 mpaka 4 ambao wanakuwa wanataga mayai yenye viini viwili. Wala hii sio changamoto yoyote, ni kwamba wale kuku wamepewa zile booster na zimeenda kufanya vizuri, zimefanya vizuri zaidi kwenye ile miili yao. Kuna vitu ambavyo waga vina boost kitu fulani kiende kikafanye kazi vizuri zaidi, kama kitunguu saumu. Kazi kubwa ya kitunguu saumu ni kuhakikisha kila kitu ambacho yule kuku atakunywa au atakula kinaenda kufanya kazi vizuri zaidi. Na hiki kitunguu saumu unapowapa usizidishe kipimo. Ukizidisha kipimo huwa kuna athari pia. Kwa sababu kitunguu saumu nacho ni kama kitunguu maji, kina sumu. Japokuwa sumu ya kwenye kitunguu saumu sio kubwa au sio nyingi kama ya kwenye kitunguu maji. Ndio maana tunakitumia sana. Lakini pia hakikisha unawapa kiwango kidogo tu, yani kile kiwango ambacho ni standard ambacho kinatakiwa. Soma kwenye vile vitabu vyetu vya tiba za asili vya mwongozo, fuata vipimo vilivyoandikwa mle ndio uwape ili uweze kupata matokeo mazuri, visikuletee athari yoyote ile. Kwa hiyo kama unataka kufanya hivi, kuku wako wao wanakutagia mayai mengi yenye ubora, tunakushauri ununue kile kitabu chetu kile cha mwongozo maalum, kile kitabu cha booster. Kile kimekupa na ratiba kabisa. Kama kuku wako unataka watage, watengenezee formula hii ya chakula. Ipo hapo kwenye kitabu. Ukija upande wa pili, watengenezee zile booster za asili kila siku, vipimo, ratiba na namna ya kuchanganya. Yote unaikuta. Labda Jumatatu watengenezee hivi, Jumanne watengenezee hiki. Kati hivyo ambavyo nimekutajia, kitunguu saumu, beetroot, toto la ndizi lile, tangawizi, mlonge, vitu hivyo vinakaa kwenye ratiba. Kwa hiyo unakuta leo unaambiwa uweke labda kitunguu saumu, tangawizi, ongeza labda na jani moja la aloe vera. Hii tunavyokuambia kitunguu saumu na tangawizi hivi vyote vina boost utagaji wa mayai. Aloe vera inaenda kuimarisha kinga. Hata huyu kuku anayetaga asipatwe na maradhi. Aloe vera kazi yake kubwa ni kuimarisha kinga, lakini pia ina uwezo wa kutibu. Ila tunapoenda kuweka kiwango fulani kidogo kwenye maji yao ya kunywa, tunaenda kuwafanya wawe wana kinga imara. Kwa hiyo utakuta na ratiba kama hiyo. Labda Jumatatu, Jumanne na Jumatano wape mchanganyo wa namna hiyo. Alhamisi utaenda kwenye toto la ndizi. Ili toto la ndizi liongezee labda hiki na hiki, weka kwenye maji kiasi fulani, wape kwa siku kadhaa. Kwa hiyo ukifuata ile mtiririko wote, kuku wako hata kama walikuwa wana changamoto hawatagi vizuri, hata kama ni kuku wa kienyeji, utaona utagaji wao umeongezeka na wanataga mayai makubwa ambayo yana ubora. Hata ukienda kuyapeleka sokoni, kila mtu anakuwa anayapenda mayai yale. Lakini pia hata ukitotolesha itakuwa ni advantage kwa sababu utakuwa unapata vifaranga wengi ambao wanakuwa ni mapacha wawili. Kwa hiyo hii ni nzuri sana kwa wewe mfugaji na itakupa motisha ya kukazana kufuga na kukazana kuwahudumia kwa kutumia booster za asili, kwa sababu matokeo utakuwa unayaona yatakuwa mazuri tu. Sisi tuna vitabu vingi. Tuna kitabu cha booster kama hicho ambacho nimekutajia hapo, kinaitwa mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Yaani hiki kitabu kitakufanya usitumie gharama sana kwenye ufugaji. Utatumia gharama kidogo sana na utapata matokeo mazuri. Lakini pia tuna vitabu viwili vya tiba za asili. Tuna toleo la kwanza na toleo la pili. Toleo la pili ni mwendelezo wa toleo la kwanza. Kama ulishapata kile cha toleo la kwanza, hiki cha toleo la pili pia kitakufaa sana kwa sababu kimeboreshwa, lakini pia kuna mimea mingine imeenda inaongezeka. Kwa vile vitu ambavyo ukivikuta kwenye toleo la kwanza, unaenda kuvikuta kwenye hili toleo la pili. Lakini pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji ambacho kina mwongozo mzima wa kumfuga chotara na pamoja na layers. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, lakini pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kimeelekeza kutotolesha vifaranga wa kienyeji, kuwalea vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa bila changamoto yoyote, kwa gharama ndogo lakini kwa ubora zaidi utawafuga wale vifaranga wako wa kienyeji. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, lakini vile tuna kundi la WhatsApp, ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Kwenye hili kundi sisi huwa tunaagiza vifaranga kutoka kwenye makampuni tofauti. Tunaelekeza jinsi ambavyo tunawafuga wale vifaranga kwa kutumia mimea mbalimbali wa aina zote. Tunakuwa tuna vifaranga wa kienyeji, tunawatolesha sisi wenyewe, tunakuwa tuna chotara, tunakuwa tuna broiler, wote hao tunawafuga kwa kutumia mimea mbalimbali. Kwa hiyo tutakuonyesha jinsi ambavyo sisi tunayatekeleza yale ambayo tumeandika kwenye kitabu. Na mwisho wa siku utaona matokeo yake ya wale kuku ambao tuliwalea kwa tiba za asili, kwa sababu kila siku tunatoa update za wale vifaranga tangu wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Huduma ambazo tunawapa kila siku tunakuonyesha. Kwa hiyo kupitia mle na wewe unaweza ukajua kumbe unaweza ukafuga kwa namna hii na ukafikia hapa kuku wako wakawa vizuri kabisa. Zingatia ada ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Tutakupa ushauri vifaranga wazuri upate sehemu gani na uwafuge kwa mtindo upi, chakula kizuri utapata kwenye kampuni gani, au utatengeneza. Kama utatengeneza utanunua kitabu, utatengeneza wewe mwenyewe form. Pia KingoFarm tunauza incubator nzuri na za kisasa, tunatengeneza sisi wenyewe kwa kutumia malighafi ngumu za chuma.
hapa ni tofauti kabisa na zile incubator za Mchina. Ufanisi wake ni zaidi ya 95%. Unapata vifaranga, lakini pia tunakupa na elimu ya kuzitumia mwanzo mwisho mpaka kuhakikisha unapata vifaranga. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au kututumia ujumbe.